Morocco mambo yamekuwa magumu. Kwa leo mambo yameshindikana kabisa kufuzu kwenda katika hatua inayofuata. Imekuwa ni kazi ngumu kweli kweli. Mali wamekaza ile kinoma noma. Mechi inamalizika kwa sare ya goli 1-1. Ilikuwa ni mechi tafu kweli kweli, mechi ambayo Morocco wamekutana na upinzani mkubwa sana kutoka kwa Mali. By the way, ilikuwa ni sare ya penalty. Upande wa Morocco walipata penalty, lakini pia upande wa Mali walipata mkwaju wa penalty. Penalty ya kwanza iliweza kupigwa na Morocco katika dakika ya 45 ya mchezo. Mali wakapata mkwaju wa penalty kipindi cha pili dakika 64 ya mchezo, wakasawazisha na mechi inamalizika kwa sare ya goli 1-1. Hii mechi ilikuwa ya moto kinoma. By the way, nimekuja kuona kwenye dakika za mwishoni kwa sababu nilikuwa na cheki mechi ya Manchester United. Kuna tukio la mwisho ambalo nimelishuhudia. Golikipa Djigui Diarra amefanya save matata sana. Yule beki sijui alikuwa anafanya nini. Anarudisha mpira golini, alikuwa anajifunga kabisa. Djigui Diarra akaweza kufanya save na akaweza kuiokoa Mali. Hatimaye Morocco anamaliza mchezo wao wa pili. Mchezo wa kwanza waliweza kushinda, mchezo wa pili wametoa sare. Sasa wana alama 4 wakiwa pale juu kileleni kwenye msimamo wa Group A. Nafasi ya pili ikishikiliwa na Mali ambao wana alama 2, huku Zambia pia wakimiliki alama 2 baada ya kutoa sare na Comoros leo. So Komoro yuko mkiani na alama yake 1. Sasa kinachoenda kuhappen hapo, I don't know itakuwaje, kwa sababu Morocco next game wanaenda kucheza na Zambia. Kwa hiyo kama Zambia akishinda mchezo atakuwa na alama 5. Lakini pia Mali kama atashinda dhidi ya Comoros atakuwa na alama 5. Maana Morocco kuna hati asiweze kufuzu kama ikitokea hicho ninachokiongea. Nobody knows. Tusubiri kuona huko mbele. Nakumbuka hawa ndo wenyeji wa mashindano. Wako katika uwanja wao nyumbani. Wako na mashabiki maelfu na maelfu ambao wanawatazama.